Nashukuruni kwa mrejesho, tunaendelea kujifunza. Kuna wale ambao wameniuliza kwamba je, kama unafuga tu kwa muda mfupi na pengine banda sio lako, una kodi, hautaki kuingia gharama ya kutengeneza foot bath au hii disinfection pool kama ulivyoona hii hapa, ni sawa, ipo alternative, lakini hasara ya hii alternative ni kwamba mtu anayekaa bandani anatakiwa usimamizi wa hali ya juu, vinginevyo anaweza asitumie. Kwa hiyo tunachofanya unatafuta dumu kama hili hapa, kwa mfano unaliona hili, alafu unalikata nusu. Kishalikata nusu inakuwa mfano kama hili limeshakatwa, japo sio kama hilo, lakini linafanana. Kwa hiyo kishakata nusu unaweka dawa yako hapo ndani. Namna ni ile ile, unatumbukiza gumboots kama hivi, unaona, alafu unakaa kwa muda pengine kama dakika moja hivi, ili hiyo dawa iweze kufanya kazi kwenye gumboots zako. Sasa ukishakuwa na ya mtindo huu, ina maana hautavaa viatu, kwa sababu kama hapo unavyoona maji yamefika hadi kiwango hiki, unaona. Kwa hiyo vinginevyo either utatakiwa uguse namna hii, au kama una gumboot kama hivi utumbukize moja kwa moja. Na ndio maana tunashauri kwamba unapoingia bandani uwe na gumboot. Hatupendelei viatu, kwa sababu kwenye viatu utakanyaga tu soli kidogo na sehemu nyingine kama hivi zitakuwa hazijafikiwa na dawa. Kwa hiyo unafanya namna hii, unatoa. Ina maana hii unavyoondoka, hii ni portable, kwa maana kwamba unaweza kaondoka nayo, unaweza kasogeza, unaweza kaondoka nayo. Kazi ni ile ile kuliko ya kujenga kabisa ya mtindo kama huu. Lakini hii hapa tunaipendelea zaidi kwa sababu iko permanent, iko hapo, haiondoki. Hii ya kutumia dumu itumike kama dharura, au mahali ambapo labda bahati mbaya umeshaanza kufuga na ulisahau ama ulikuwa hujui, wakati unasubiria kujenga unaweza ukatumia. Na sio dumu tu, unaweza ukatumia hata beseni kubwa ukaliweka dawa ukaendelea kutumia. Faida au hasara zake ndio hizo, kwamba mtu anaweza akaweka tu dawa, mtu mwingine akamwaga, kwa sababu ni rahisi kumwaga kama maji hapo kwenye dumu au hapo kwenye beseni, lakini pia ni rahisi mtu kusema ametumia wakati hajatumia. Kwa hiyo tuendelee kujifunza mbinu bora za ufugaji. Hili zoezi nalo lisema ni kitu kidogo sana kwenye ufugaji, lakini ni kikubwa mno, kwa sababu kinasaidia sana kuzuia magonjwa kuingia bandani. Kwa hiyo asante kwa aliyeuliza swali. Natumai na wengine mtakuwa mmejifunza kwamba unaweza kutumia dumu lililokatwa au beseni kwa ajili ya kutengeneza foot bath au disinfection pool ya dharura kama ambavyo tumejifunza. Asante sana kwa kutazama. Subscribe kama bado. Kama una maswali ama unataka kujifunza zaidi mbinu za ufugaji, karibu, na Mungu akubariki.